Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi watu wanapoingia katika nyumba ya Bwana, yaani wanapoendelea kujiunga nasi, wale wanaingia, basi wale tuko ndani ninawasihi ili sote tusimame tunapoenda kuanza ibada hii. Asanteni kwa kufika. Asanteni kwa wale wanaendelea kuingia. Asanteni kwa kukumbuka kwamba siku ya leo na masaa kama haya ni masaa ambayo tunamwekea Bwana, tunamtengea Bwana. Ni masaa ya kumwabudu. Na kwako wewe uliyefika mapema, Bwana akubariki. Na wale mmekuwa mkingoja pale nje, Bwana Yesu awabariki sana. Bwana Yesu awakumbuke katika mahitaji yenu. Na wale labda wanatazama kupitia kwa vyombo vyetu, tunawashukuru kwa kujiunga nasi. Karibuni. Tunapobarikiwa hapa, wewe popote ulipo, hata kama uko wapi, hata kama uko kona gani ya dunia hii, Bwana yuko pale na atakubariki wewe. Anapotukumbuka sisi tulio hapa, wewe pia atakukumbuka. Kwa hivyo karibu sana unapojiunga nasi. Basi sote kwa pamoja tuombe. Baba, katika jina la Yesu twakushukuru. Tunasema ni asante kwa kutuhifadhi. Sema kutuhifadhi kwa sababu kuna wengi uliwapumzisha, lakini sisi ukatupa nafasi ya kuendelea kuishi. Si kwa kusudi letu, lakini ni kwa kusudi lako. Basi twajiachilia kwako, mapenzi yako yakatendeke. Tupa nafasi murwa kabisa ya kuungana pamoja kama familia ya AIC Mbaraki mahali hapa ili tuweze kukuabudu. Wengi wamefika na kuna wengine wako njiani wakija. Basi pata kutubarikia sote tunapotoa sauti zetu, tunapokuabudu kwa njia zozote zile. Twaomba ibada yetu yote iweze kukufikia wewe, kwa maana tunaifanya ibada hii kwa ajili yako pekee. Ni wewe wa kuabudiwa, hakuna mwingine. Pokea sifa na utukufu. Basi tuendapo kuanza ibada hii, twaomba kwamba uwepo wako utatutangulia, utatuongoza, ili kila kitu ambacho tutaenda kufanya hapa kiwe kinakubalika machoni pako. Tusamehe dhambi, ndipo ibada yetu iweze kukubalika kwako. Anza nasi, utuongoze mpaka mwisho, na tutakushukuru na kusema ni asante. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru.
Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Good morning, church. Good morning once more. Are we around? I thank God this morning. The Lord is my Savior. And He has given me another opportunity to stand before you, even to share the word today as we continue with our series. So please open with me in the book of 1 Corinthians, the book of 1 Corinthians, where Mercy has read very well, and I want to believe that we have followed the readings. Praise the Lord. Yes, the Lord has been good. We thank God this far. He has been faithful. And so I want to believe that we are growing. We are growing through the teachings that we are receiving from this pulpit. And we are working upon the word, because the Bible says that blessed is he who hears and acts upon. You hear and you obey. That one is likened with that man who made a construction on top of a stone, or he built a good foundation, simply because he heard the word of the Lord and he put them into practice. And so I pray that as we follow after this book, it will not just be kitu ya kawaida, kusoma kumaliza kuanza kingine. This is not a syllabus. Praise the Lord. This is the leading of the Lord, and I believe that the Lord has something for us, and so we are going to continue. So today we are picking from chapter 9 of from verse 15 through the last verse, which is 27. And so we will see what the Lord is saying to us, even as we follow after the church of Corinth and the preacher to the church, that is Paul, who wrote this letter to the church. And so I ask that we pray. Let's pray. Our Father and our God, in the name of Jesus, we are humbled in your presence once more, even as we thank you so much for your goodness, your love, and the way you have been so good to us, King of Glory. Thank you for the far that you have brought us, dear Lord. We know that for us to be alive, it is by your grace. And so, Father, as a church of AIC Baraki, and also our online church, them that follows us, King of Glory, through our media platforms. Father, we pray that, Lord Jesus, you continue to sustain us. You continue, Lord, to build us even as we study this word in the name of Jesus. This morning as I share, I pray for a fresh anointing in the name of Jesus, and that ability to communicate well, that which you have laid in my heart. I pray for my listeners that Jesus Christ, you are going to minister to them even as I speak, because this is your word, the food for our spiritual beings. Help us, dear Lord. In the name of Jesus, Father, we pray and give thanks. Amen. And so, 1 Corinthians chapter 9, verses 15 through 27. I'm addressing a topic that I've called the necessity of gospel commitment. The necessity of gospel commitment. Umuhimu wa kujitolea kwa ajili ya injili ama huduma. The necessity of gospel commitment. And so, I began by asking a question. What is the difference between having a gospel focus and a gospel commitment? Gospel focus and a gospel commitment.
And the answer is, when it comes to the gospel focus, which is supposed to be our primary emphasis or rather outlook, it emphasizes our primary target and objective as a church, as a ministry, as believers. Our gospel focus is our primary target and objective. But now when it comes to the gospel commitment, that boils down to, it emphasizes the cost of fulfilling that objective. The cost of fulfilling our objective as believers. Praise the Lord. And so, like we have studied from the beginning, the Corinthian church had many problems as seen so far. We began by seeing divisions, problems of divisions over who followed which preacher. We had problem of sexual immorality in the form of incest, someone taking his father's wife. We had the problem of believers taking one another to lawsuits amongst believers. The visiting of prostitutes, divorce, drunkenness during the Lord's Supper, etc., etc. Praise the Lord. Those are some of the big problems that Paul writes to address in the church of Corinth. And so, the end result was that their collective sin as a church and distraction with worldly pursuits was making them ineffective in their primary mission of preaching the gospel. Because the church exists with a mandate. Our primary focus. Ile nimeanza nayo. Because of what was happening in the church of Corinth, many problems that were affecting them, that one brought about, ineffectiveness when it comes to what they are supposed to be and do in terms of spreading the gospel. The church or believers are supposed to exist as the light of the world. Bwana Yesu asifiwe. And so, when some things that are weird or are found from the world creep themselves in the church, we lose our effectiveness. Tunakosa, yani tunakuwa yale makali yetu ya kueneza injili, ya kuvutia wengine, hayapo tena. Na ndio utasikia wakati mwingine watu wanasema, kama kanisa ni lile la kina fulani, afadhali basi mimi nikawa siko kanisani. So these are things that the Corinthian church was experiencing because of their collective sin and distractions because of the worldly pursuits that were happening in their day. This one made them ineffective in their primary mission of preaching the gospel. In fact, we saw in 1 Corinthians chapter 6 verse 5 through 6, Paul akiwauliza ni kama kuwasuta, anawauliza, I say this to shame you. Is it so that there is not among you a wise man who will be able to stand and decide between his brethren? But brothers go to law with their brother, to the courts with their brothers, and before unbelievers. What a detestable thing. What an evil. I don't want to go back to that because we already studied that. Bwana asifiwe. And then he tells them, your selfish greed might be causing you to win a lawsuit or obtain your financial justice. But in doing so, you are destroying your gospel witness. Because there is no way that mutapelekana kotini kama watu wa Mungu. And then, hapo, ungependa kuhubiri. Watakuuliza, my friend. By the way, that is something that is supposed to grieve us. Bwana Yesu asifiwe. Yes.
tunamrudisha Kristo msalabani, tunamtukana tena. Ni kama ile dhabihu aliyotoa kwa ajili yetu tunaikanyagia chini. Ni kitu ambacho ni cha kuumiza moyo sana. Na ndio maana Paulo anawaongelesha ndani ya mambo mengi hili, anawaambia jamani, you have lost the opportunity to witness to the believers. You have lost that opportunity because you went to them for them to decide upon your cases, and that is not good. So you are trading your mission for money. And many times our behaviors as believers, because we are not just supposed to be believers when we are here alone in the church. We are not supposed to behave as Christians when we are here. Our behaviors as Christians, sometimes we trade the gospel for money and many other things. And that is what Paul is cautioning. And so, much of this book is Paul straightening out the focus of the Corinthians so that they might embrace their role as a church, which is to be a light in darkness. Praise the Lord. Hata mambo yakibadilika namna gani wapendwa, our role as a church to remain the light of the world ibaki hapo hapo. Bwana asifiwe. Hata ukisukumwa na mambo namna gani, najua kweli nyakati zimebadilika, times have changed, seasons have changed, but the good thing is that our God does not change. Praise the Lord. Every challenge that comes your way, please remain faithful, remain a role model, remain a light in the darkness, because the world is in darkness. Praise the Lord. And that is our primary mandate. And so Paul is trying to write to the Corinthians to remind them that they will need to embrace their role as a church to remain the light in darkness, that they might throw off their interests and distractions, things that were distracting them. Chapter 8, we spoke about brotherly love. So whatever they were doing, ilifika mahali ikawa they are emphasizing on their freedom to an extent of harming their own brothers. And Paul tells them, no, it is not supposed to be like that, because we need to remain outstanding as the light in the darkness. We will need to even shy away from our privileges for the sake of the gospel. Praise the Lord. And so those are some of the hindrances and distractions that they needed to keep away or throw away, that they needed to sharpen their focus, that they might get busy about the purpose for why they exist. The purpose as for why they exist. There is a purpose as to why the church exists today. It costed God, Jesus Christ himself, a very precious gift to buy the church. Tumenunuliwa na bei ya gharama sana, ambayo fedha na dhahabu haziwezi kulipa. Ilimgharimu Mungu mwana kutoka kuacha mamlaka kule juu, kushuka hapa chini, kusudi aweze kukukomboa wewe na aweze kunikomboa mimi. Bwana asifiwe. Far be it from us that we will forget what God did for us. Bwana asifiwe. Far be it from us that even as things get tougher, we will forget and tremble upon that which God has given for us. And so, whatever was happening, and Paul reminding the church in Corinth, is also extremely important to us today as a church. Very, very important. And that's why I said I'm addressing a topic that I've called the necessity of gospel commitment. We need to recommit ourselves again to the cause of the gospel, because that is what Paul is telling us. And so I want to highlight by drawing the analogy that Paul is speaking here.
Bwana asifiwe. Paul compares mission work, the mission of the church, as an athletic competition. Michezo ya kukimbia. And so he says, in fact, 6 times, Paul uses the word win. So that I may win. So that I may win. And so, he is talking about winning a competition. He also makes sure that the Corinthian focus is on the prize for winning. Praise the Lord. And that is why he calls it for an imperishable wrath. Yani ile crown ambayo haiwezi kuharibika. Hata anapotumia mfano wa michezo ambayo tunaijua na kuifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. And so Paul makes this analogy not because we are in a competition with one another regarding who can win or who will win the most lost souls or something like that. I remember when we were doing the other theme of the year, ilikuwa ni ya 2019, pressing on towards my goal, pressing on. Na tukaambiwa ya kwamba in this competition ni wewe unashika laini yako. You are not competing with your fellow Christian. Neither are you competing with another church. You are taking your race personally, kwa speed yako, kwa hali yako. Lakini focus on the prize. Praise the Lord. Focus on the prize. And so, Paul is not suggesting that we are in some sort of number competition with one another or with the church down the stream. We know AIC Baraki is not competing with the AICs around us. We are not competing with other denominations. No, we are taking our race. The race that is set before us, for us. The reason as to why we exist as a local assembly. Praise the Lord. Because there is a reason. Kuna sababu. Why we exist in such a time like now. Na kwa hivyo, we are taking our race. Stop comparing yourself with that other church. Sisi tunafanya hivi. Ni kwa utukufu wa Bwana. Lakini tukamate barabara yetu tukiangalia ushindi na thawabu tutakayoipata kule mbele. Hallelujah. Yes, that is supposed to be our focus. And so Paul is making the comparison to the personal cost that is required for each one of us to compete. There is a personal sacrifice that is needed for each one of us in order that we will achieve the unity in our diversity. Each one of us has a part to play. It does not just happen. Bwana Yesu asifiwe. It will not just happen because tumewekewa hapa. No. Each one of us has a personal and individual sacrifice that you will need to take for us to achieve this which ambayo Mungu alitupatia kwa mwaka huu tuweze kulenga. And so Paul looks at another training for a race and sees a definite analogy for the church to understand and embrace. And I know, maana Kenya tunajulikana kwa michezo, si ndio? Hasa michezo ya mbio. Kwa hivyo, kila mmoja wetu, hata kama hujawahi kimbia tangu uzaliwe, because kuna wengine wetu yuko hivyo. We tried but it did not work. Did not work kabisa. But wale watu wanatoka kule Rift Valley, wanaielewa kabisa sasa, maana tunajulikana. Ukisikia Kipngetich sijui nini, Kiprono nani, hao wote hasa wakati wameenda kurepresent, huwa tunajua ya kwamba pale kuna mentor ambayo tutapata ya maana. And so Paul uses this analogy to teach the church in order to make them understand and again embrace
what he is saying. The analogy in this is self-sacrifice is required to succeed in our mission, in our Christian walk as a church, as individual believers. Personal sacrifice, personal self-sacrifice. If you follow chapter 8 and part of chapter 9, where we dealt with last time, Paul was speaking about some of the privileges that he as a disciple was entitled to. But now when you come to chapter 15, he says, I am not writing because I want you to do it. In fact, I have refused to get this. Why? Kuna mahali ninalenga. I have a goal. And I am committed to make it to pass. Praise the Lord. I'm not complaining. I was just saying that this is what you ought to be doing. This is what you ought to be doing. But I'm not complaining. Neither am I telling you that you begin doing it. If you do it, well and good. But as for me, Paul, an apostle of Christ, I have a goal. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema, I have a goal. I have a goal. Yes, you and I as a Christian, we have a goal that we need to be committed to. Committed to that. Kiasi ya kwamba you can do anything for the sake of that, ili uweze kufikia pale. And so, we have seen the reality of all this in the text, different texts. Verse 19. Naomba kusoma kidogo. Verse 19 he says, 9:19. Though I am free and belong to no man, I make myself a slave to everyone. Bwana Yesu asifiwe. The commitment that he has given to what he needs to achieve. Though I am free and I belong to no man, but I make myself a slave for the sake of reaching out. Praise the Lord. 21. Anasema, to those not having the law, I became like one not having the law. Though I am not free from God's law, but I am under Christ's law, so as to win those not having the law. He continues, verse 22. To the weak, I became weak to win the weak. I became all things to all men, so that by all possible means I might save some. I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its blessings. Praise the Lord. I became all these things for the sake of the gospel. Are we willing to let our privileges, our rights, things that we claim to ourselves, in order to, let the gospel progress and achieve our mandate as a church, as individual believers? And so, all these verses scream out of personal sacrifice for the purpose of a higher goal. Higher goal. Kuna wakati inafika mahali wewe kama Mkristo, you must understand every time wewe ni nani. Usiwahi sahau wewe ni nani. Maana the moment you forget wewe ni nani, you will do like any other person. Na watu wanaweza kuwa wakifanya hivyo na si kweli ama si haki. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao tunatumia barabara, wakati mwingine ukijipata uko kwa makosa kwa barabara, many people resolve kumalizana munamalizana na polisi, si ndio?
The logical way ni hiyo. But who are you? Bwana Yesu asifiwe. Who are you? Wewe ni nani? You see, sometimes hata afadhali udinde kabisa pale mpaka Kristo aonekane. Because that is an opportunity for you to witness Christ through that action. Bwana Yesu asifiwe. Confidently wewe niandikie kesi, nitakuja kotini. Kama ni vingumu kabisa kubisamee. Praise the Lord. Not many can go that way. Lakini ukijielewa wewe ni nani, that is an opportunity to share Christ, to witness Christ. We told you of a case ile ya pale ya curfew. Tulichelewa watu wengi mpaka nikawa nashindwa, jamani hawa nao tumechelewa tu, na polisi yako pale, jitete Reverend, jitete bwana, tete hii kesi siwezi sijui nini, yani anapiga tu ma story nyingi tu, jitete. Na tukawa initially tulikuwa ma reverend watatu. How the rest disappeared, we do not know for sure. Maana tulikuja kubaki pale peke yetu, askari na sisi. Akarudi kwa post yake akaketi. Mpaka akaongea na plain language. Mchungaji, inakuwa hata 500 hauna? Hello. Tukamwambia 500 tunaye. But now for what you want us to give for, that one we don't. Afadhali ifike tu saa 10, sheria ya curfew itakuwa imetufungua. Bwana Yesu asifiwe. You pay the cost. And many other things, because those are opportunities for the world to know who you are. Wakati mwingine sio kwa maneno tu, lakini hata kwa matendo. Na ndio maana Paulo anasema, I became everything. I sacrificed, personal sacrifice, for the sake of preaching the gospel. Praise the Lord. And so, we see that in athletics, athlete will make time sacrifice, pain sacrifice, monetary sacrifices, dietary sacrifices, mambo ya kula yani, even social sacrifices, in order to obtain the prize of athletic success. Mkimbiaji akuli ovyo ovyo. Ni mkimbiaji ama ni mkimbizi? Mkimbiaji. Bwana Yesu asifiwe. Akuli ovyo ovyo, akuli chochote ambacho kimewekwa mezani. They have a discipline on how they are supposed to feed. Through the trainings za kila siku, there is a lot of pain. Kuna wakati wanajifanya nafanya mazoezi, napiga siku 2-3 na choka kwa sababu ya uchungu, na kuwa mgonjwa. Sasa naanza kutafuta dawa. Sasa mimi sangine napitana na mtu tu amekimbia kwa nguvu zake zote, najiuliza mimi nitawahi fikia hapa wapi? Lakini nakumbuka yangu si michezo. It's just a discipline that I want to instill. And so, hapa Mombasa hawako sana. When you go to Nairobi and zile sehemu ambazo tumesema, utawapata wawe wako na mtu wa kuangalia ama hakuna. Lazima wafanye zoezi. Hello? Lazima wafanye zoezi. Why? Because they are looking up to a crown. Kuna thawabu ambayo watahitaji kushinda. And so, there is a lot of sacrifice. Pain. Monetary sacrifices. They spend money. They spend money for the sake of, being there. Social sacrifices. Wakati mwingine hawana ile time ambayo tuko nayo. Ya kupiga ndomo na vitu vingine. They have a schedule now they are supposed to work. Hello? And so, Paul is telling the church, likewise, you, Corinthian believers, you, the church, you have to put the same discipline for the sake of the crown, the prize that awaits you. He tells them, if these are doing so for a crown that is perishable, perishable, what about you?
Our crown is imperishable. Praise the Lord. It is a motivation. And so, he is calling for commitment. The necessity of commitment to the gospel. And so, 3 points comes very clear in Paul's analogy. And one, I called it the cost to participate. The cost to participate. Serious games, not everybody participates. Sindio? In a serious game, not everybody. Hata hapa kwetu, kitambo tuwaone nje, kumefanyiwa musako. Sindio? Ile ni nani atakayeenda kutuwakilisha. And so, even to us, there is a qualification to participate. Bwana Yesu asifiwe. There is a qualification to participate. Ndani ya michezo ambayo ni kuhubiri injili, ni kusimamia wito ambao wewe na mimi tuliweza kuitwa. Na qualification number 1, of course, ni wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kumwambia mtu kitu ambacho wewe mwenyewe hauna. It is going to be impossible, my friends. There will be no that power. The convicting power, it is not possible. And again, even when the Holy Spirit is not active in your life, ni vingumu sana hata kuwa na huo unguzo wa kushare with somebody else. So, there is the cost to participate. The cost of securing the opportunity to proclaim the gospel to someone else. The cost of securing an opportunity to proclaim the gospel to someone else. Ni mojawapo ya ile nimetoa hapa. Wakati mwingine you are tempted to do like any other person. But because you want to secure an opportunity to proclaim the gospel, you need to go Christ's way. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako, go Christ's way. Ndio, enda njia ambayo ni ya msalaba. There are so many temptations today. So many things that will cause us to compromise. So many challenges, especially now, during the pandemic. People are going through hell. Are you going to secure that opportunity to speak and witness about Christ? Or you just, go your way. Na useme kila mtu anafanya hivyo. Maana wakati mwingi hiyo ndio tunajikomba, siku hizi everybody is doing so. Who is everybody? Nani anaitwa everybody? Bwana Yesu asifiwe. We shall stand before the throne of God individually. Hata utaenda na baba yako, au utaenda na mume wako, wala mke wako. Kila mtu atatoa hesabu mbele za Mungu peke yake. Bwana asifiwe. And so please, in this competition, there is a cost to participate, to secure an opportunity to speak out the word of God to someone. And wakati mwingine tukasema, you might be the only Bible that is read in your estate. You are walking Bible. You are a walking Bible. Kila siku wewe ambaye wanakujua unaingia katika kanisa hili. You go to church. There are people who follow you secretly. Wanakufuata. Na wangependa kujua your way of life. You are the only Christian that they know. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, ndio nimesema wacha mambo ya kujilinganisha. Ati wale wa kanisa ya kina fulani wanafanya. You as an individual, you have a race to run. And you must run well. So every other time, seek to participate in securing an opportunity to speak, to witness the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. Point number 2, picking from the analogy that Paul gives, is the cost to compete. Now, it is one thing to qualify
Yani umesabiwa wale ambao wataenda kuwakilisha. It does not stop there. Now you get into now competition itself. The cost to compete, it is not an easy thing. Wakati mwingine when they are competing for marathon and other games, we are seated in our TVs. In our whatever, mahali ambapo tuko. And then we are watching them. Sindio? And then we are like, jamani, fulani si atia mbio. Tunashangilia. My friend, there is a cost to compete. The Bible tells us that we are on a race. Praise the Lord. We are on a race. And them that have gone ahead of us, they are cheering us. They are the cheering squad for you and for me. Please, keep them cheering. Usiwe ni ule mkimbiaji wa kukimbia, unafika mahali, unaanza kusuba. Kuangalia aja, na kumbe hii iko. Mpaka wenye wanakuchia wanashindwa. My friend, we thought you were coming. Kumbe ushasimama. Corona imekusimamisha ndi. Mpaka cheering squad imeboeka. Karibu waulize Mungu, is this church not coming anymore? Bwana Yesu asifiwe. We have a cheering squad. Let's focus until we attain our goal. We win the prize for the sake of Christ. Hallelujah. And so the cost of competing, it is not an easy task. And that is what Paul says. Ninapopigana, napigana si kwamba mtu anayegonga upepo. Hapana. I am aiming. And that is why everything that I do, I have self-discipline. Why? Because I am aiming unto something. I became all things for the sake of that which I am supposed to attain. Na anaendelea pale mwisho anasema, jamani, ninang'ang'ana hata kuupiga mwili wangu. Isije ikawa baada ya kuhubiria wengi nikakosa thawabu. It is possible. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kutembea sana na Yesu, when corona came, you were challenged and then you gave up. Na utakaa, ungeniona wewe kabla ya corona. Wale wa ule ushuhuda, ungeniona. Yani vile nilikuwa natumika. Ungeniona bwana. Kabla hiyo kitu kuingia, I was my friend. Ushuhuda wa jana tuachane nao. Tuanze leo. Hallelujah. Maana Mungu anajua iko. Na anatusaidia na kusaidia kanisa even when he knows that it is there. Praise the Lord. Yes. Tupigane, tung'ang'ane ndani ya changamoto kusudi tuweze kufikia hatima yetu na kuweza kupata thawabu. Paulo anasema hivyo. I had to count the cost. That is the continual work that is needed to compete well. The continual work. It is not a one-day work. It is not a 2-day work. It is not a week's work. As long as it is called today, we will work for the Lord. Bwana Yesu asifiwe. As long as it is called today and you have breath, praise the Lord and serve God. Bwana Yesu asifiwe. Because that is our calling. And then lastly, the cost to finish. It is one thing to participate, to qualify to participate. It is another thing to be there and you are competing. It is another thing to finish and finish well. Bwana Yesu asifiwe. That moment when you need, when you are forced to dig deeper to finish. Wakati mwingine tunapoangalia wachezaji wale wakikimbia, huwa nasikia mchungaji wanawapenda sana. So huwa nasikia, jamani huyu siatie mbio kidogo. Huyu and I thank God because our runners at least have, they have learned the art of doing that. Kuna venye tu, yani an extra effort
inahitajika kusudi uweze kwenda kushinda, because our competition tunaangalia kushinda na kushinda vyema. We are looking at the finishing point. It is not just a matter of participating. It is not just a matter of competing. We are competing to finish. Bwana Yesu asifiwe. We are competing to finish. And even in a season like now, let us be encouraged, brethren, that in our competition, even as we compete and take our race, let's be determined to finish. Nguvu zozote ambazo ulihitaji kutia kusudi uweze kuendelea, mpendwa, nyanyua hizo nguvu tuendelee, because it was not just about participating, it was not just about competing, it was about finishing and finishing well. Wakati mwingine wanasoma hizi makaratasi za tunazika watu, huwa ni nzuri by the way, yani maandishi, lakini saa nyingine unapata hata mlevi tumemwandikia inaandikangwa gani? I fought the fight, I kept the faith, and I finished the race. Hii mpaka unakaa hivi nasema kama hii race ndio ile, najua ni kwamba hapa uzuri wenye wanaandika sio mwenye ameenda, ni sisi tunaandika tu, tunaangalia mistari, kuna nyingi. Tuko pamoja? Babu yangu mzaa mama mchungaji aliyekuwa mchungaji wake alisema, alimhubiria Injili, akakataa. Akamwambia, ni wale wazee wa kitambo, akamwambia kwa ationdo ukwetie noye kana kwangu ationdo ngwetie. My friend, kwa mazishi yake alisimama na kusema, huyu bwana amelala hapa, aliniambia, and of course tulijua huyu bwana alilala hapa, aliniambia ningu ationdo ngwetie na kia kweti kwa ationdo ikwete mpaka akwa. Kwa wale wanaelewa, yani aliambia mchungaji, we shika ya kwako, mimi niko na ya kwangu, enda na laini yako. Sasa inakuwaje basi ya kifa nije kumshuhudia ya kwamba alikuwa hivi? Tulikuwa watu wengi. Hata alisema nyimbo za kanisa hamtaziimba. Wapi? Maana kanisa yake ilikuwa sio ile yetu. Sasa shida ni kwamba sio yeye amehudhuria, sisi ndio tumehudhuria. Unajua yeye ameenda na story yake imeisha, si ndio? Lakini mchungaji hatukuimba hata nyimbo hata moja. Na programu ilikuweko nzuri mpaka hiyo I fought the good whatever. Lakini ukweli vita aliyopigana sio hiyo. Sio hii tunayejua. Ilikuwa ni nyingine, ilikuwa ni wale wazee wa kienyeji. Kienyeji kabisa. Na mchungaji akasema, aliniambia nishike ya kwangu na yeye ashike ya kwake. Hata sasa tunamaliza hivyo katika safari yake ya mwisho. Hello. So the cost to finish and finish well. You have to sacrifice to get to the game. You have sacrificed to play the game. But now you have even to dig deeper to finish it. It takes focus, endurance, willingness to lay it all to the finishing line. Bwana Yesu asifiwe. Looking unto the finishing line. Na unasema saa hii sitaki kujua ni nani tuna compete pamoja, but my focus is victory ambayo nitaipata nipapofika pale. Ukweli uliopo ni kwamba we are taking a race. Praise the Lord. And we have a cheering squad. The witnesses, we are the Bible witnesses that we are surrounded by greater crowd of witnesses. And so he says, run with the perseverance, the race that has been set before you. And then Paul says, run to win the imperishable crown that is set for you. Praise the Lord. And so, may the Lord help us. This is a call to recommit ourselves to our calling as believers.
And so you will need to count the cost of participating. Every time an opportunity unveils, please secure an opportunity to speak the gospel, to witness the gospel of Christ. The cost to compete. We don't just become Christians to sit down and feel good. No. We must continually work for the one who took hold of us. Bwana Yesu asifiwe. And again, we need to apply that extra effort to finish well for the glory of God. Hallelujah. Naomba tusimame. Let's stand. Let's stand even as we think through the scriptures. Think through the scriptures, the necessity for our commitment to the gospel. Commitment in our walk, in our daily walk with the Lord. Praise come, please. Praise and worship team. Come. Sing to us that chorus, ile ya worship. You are the King of glory. The King of Zion, Lion of Judah. Oh, we worship you, Lord. And so as we worship the Lord, I pray that you will think through the word of God and you surrender to the Lord for a commitment to your service to Him. Umwambie Bwana ya kwamba naomba kuendelea baada ya kujisajili ama kusajiliwa katika michezo. You need to continually participate, continually compete. Don't stop because of things, because of worldly pursuits. Don't stop because of challenges. We need endurance, sacrificial, personal sacrifice, sacrificing your privileges, sacrificing your rights for the sake of Christ. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jennifer, take us down. Oh, thank you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Jesus reign. Come and reign, Jesus. Reign. Oh, yes. Jesus reign. Come and reign, Lord. You are the King Yes, Lord. of Zion. Oh, yes, Lord. Judas Judas Lion. Come and reign, Jesus. Reign. Jesus reign. Come and reign. Reign. Jesus
katika jina la Yesu Kristo. Tunaita utawala wako katika maisha yetu, maana utawala wako unaleta upya wa maisha. Utawala wako Bwana unabadilisha mambo. Utawala wako Bwana unatusaidia kutulia na kuwa na amani ndani yako Yesu. Na ndio maana tunasema tawala, tawala Yesu Kristo, tawala. Tawala akili zetu, tawala mioyo yetu Bwana, tawala kila nafsi katika jina la Yesu. Kupitia kwa Roho wako Mtakatifu Yesu, tawala. Tawala Mtakatifu, maana unapotawala tunapata amani. Unapotawala Bwana, tumeahidiwa ya kwamba Bwana hata usalama wetu utakuwa sawa ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Unapotawala Mtakatifu, tunapata maisha mapya ndani ya Kristo katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa neno lako. We bless your name, Jesus. We worship you for speaking to us this morning. How I pray in the mighty name of Jesus, that even as we think through this word, dear Lord, King of glory, you will minister to each one of us, oh dear Master. Yes, Lord Jehovah God, you will encourage us, dear Lord. You will rebuke us, dear Master. You will even give a warning, King of glory, where we have gone wrong in the mighty name of Jesus. And help us, my Father, even as you call us, King of glory, to recommit ourselves, my Father, to the cause of the gospel. Just as your servant Paul called the Corinthians, dear Lord, I pray that, Jehovah, we shall act upon this word, for that is your will in Christ Jesus. We thank you and we bless you. As we continue to pray, you can never participate in this game. You can never participate until you are enrolled. Na unaweza tu kuenroliwa kupitia kwa wokovu. Wokovu ndio kipengele cha kwanza kabisa to qualify you to become a member to participate. You are here and you want to give your life to the Lord. Lift your hand up. Bwana atakuona na tutaweza kuomba pamoja. Uko hapa na ungependa kutoa maisha yako kwa Bwana ili uweze kuhesabiwa moja wa wale ambao wanaendelea na kukompiti. Nyosha mkono wako kwa ushujaa. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Asante. Asante. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunaendelea kulibariki jina lako. Tunaendelea kukuinua kwa kuwa wewe ni Bwana. Yesu Kristo, naomba ya kwamba neno ili ukalifuatilie na kulitimiza katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Katika kanisa letu hili hapa Bwana, na hata kanisa linalotufuata mtandaoni Bwana, ninaomba ya kwamba ukazungumze na watazamaji wetu Bwana, na iwapo wako ambao bado hawajaokoka, Yesu, naomba ya kwamba neno hii inapowafikia wakaweza kufanya maamuzi hata katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Bwana, mbadilishe hali zetu na tuendelee hata kukimbia ile mbio imewekwa mbele yetu, ili tukaweze kushinda na kupata thawabu isiyoharibika, kwa utukufu wa jina la Bwana. Bwana atubariki. Asante. Thank you Jesus. Bwana wabariki. Tuketi.